Drone za FBI zimedukuliwa. Kundi la Handala limetoa madai mazito na kutaja kombe la dunia katika ujumbe wake wa kutisha. Lakini je, lina uwezo wa kutekeleza vitisho vyake au ni vita vya kisaikolojia vinavyoendelea nyuma ya pazia? Karibu NAJ TV, mimi ni Abdul Majid. Leo tunakufichulia kila kitu kuhusu sakata hili linaloitikisa dunia. Leo tunakuletea taarifa inayozua mjadala mkubwa katika ulimwengu wa usalama wa mitandao, ujasusi na hata michezo ya kimataifa. Kundi la wadukuzi wa mtandao linalojulikana kama Handala, ambalo mara nyingi limehusishwa na Iran, limetoa madai makubwa kwamba limefanikiwa kudukua mifumo ya drone zinazotumiwa na shirika la upelelezi la Marekani FBI. Lakini swali kubwa ni hili: je, madai hayo ni ya kweli? Na kama ni ya kweli, yana maana gani kwa usalama wa mashindano ya kombe la dunia yanayoendelea? Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na taasisi ya SITE, Site Intelligence Group, kundi la Handala limedai kuwa lilikuwa na uwezo wa kufikia taarifa za drone za FBI kwa kipindi cha miezi kadhaa bila kugunduliwa. Kundi hilo linasema drone hizo hutumiwa katika operesheni mbalimbali za usalama, ikiwemo mapambano dhidi ya ugaidi, ufuatiliaji wa watuhumiwa pamoja na ukusanyaji wa taarifa za kiintelijensia. Kwa mujibu wa madai hayo, drone hizo zina uwezo wa kutambua sura za watu kupitia teknolojia ya facial recognition na pia kusoma nambari za usajili wa magari kwa umbali mkubwa. Endapo madai haya ni sahihi, basi inamaanisha kuwa Handala ilikuwa na uwezo wa kuona baadhi ya taarifa ambazo zilikusanywa na drone hizo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna ushahidi huru uliothibitisha madai hayo. Kilichovutia zaidi ni umakini wa dunia, ni ujumbe wa onyo uliotolewa na kundi hilo kuhusu mashindano ya kombe la dunia. Katika taarifa yao, Handala ilidai kuwa baadhi ya timu zinazoshiriki mashindano hayo hazifurahishwi na wanachama wake. Kundi hilo likatoa kauli iliyotafsiriwa kama onyo la kiusalama, likasema kuwa drone zipo kila mahali na hakuna anayejua ni lini drone inaweza kujikuta karibu na basi la timu fulani. Kauli hiyo imezua wasiwasi mkubwa kwa sababu mashindano ya kombe la dunia ni moja ya matukio makubwa zaidi duniani yanayovutia mamilioni ya mashabiki kutoka mataifa mbalimbali. Mara moja wataalamu wa usalama walitafsiri ujumbe huo kama jaribio la kutengeneza hofu ya kisaikolojia, hata kabla ya kuthibitisha kama kundi hilo kweli lina uwezo wa kufanya kile linachodai. Kwa upande wa Marekani, mamlaka za usalama zimekuwa zikitumia teknolojia za kisasa ikiwemo drone katika kuimarisha usalama wa viwanja vya michezo, maeneo ya mashabiki na miundombinu mingine muhimu inayohusiana na mashindano hayo. Kutokana na umuhimu wa tukio hilo, serikali ya Marekani imeweka sheria kali zinazopiga marufuku matumizi ya drone zisizoidhinishwa karibu na viwanja vya michezo na maeneo mengine nyeti. Hatua hiyo inalenga kuzuia vitisho vya usalama vinavyoweza kutokea wakati wa mashindano. Lakini wakati dunia ikianza kujiuliza kama FBI kweli imedukuliwa, taasisi ya Site Intelligence Group imeibua mashaka makubwa kuhusu madai ya Handala. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, baadhi ya picha na video ziliwasilishwa kama ushahidi wa udukuzi huo hazionyeshi moja kwa moja kuwa ni mfumo wa FBI ilivamiwa. Taarifa zinaeleza kuwa moja ya video zilizowasilishwa na Handala ilitengenezwa miaka kadhaa iliyopita na kampuni moja ya teknolojia nchini Marekani kwa maudhui ya biashara na maonesho ya teknolojia. Ugunduzi huo umefanya wataalamu wengi kuhoji kama ushahidi huo uliwasilishwa na Handala unaweza kuaminika. Hata hivyo, jambo moja linalofanya watu wengi kuchukua madai haya kwa uzito ni historia ya kundi hilo la Handala. Kundi la Handala limewahi kujitokeza mara kadhaa likidai kufanya mashambulizi ya kimtandao dhidi ya taasisi mbalimbali zinazohusishwa na Marekani na washirika wake. Mwezi Machi mwaka huu, kundi hilo lilidai kudukua akaunti ya barua pepe ya mkurugenzi wa FBI, Ash Patel, na kuchapisha baadhi ya picha za binafsi na pamoja na taarifa nyingine za mtandao. Ingawa madai hayo pia yalizua mjadala mkubwa, yalifanya dunia ya usalama wa mtandao kuendelea kufuatilia kundi hilo kwa karibu. Tukio hili linakuja katika kipindi ambacho mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Marekani na Israel na Iran umeongeza hofu ya mashambulizi ya mtandao duniani. Katika miaka ya hivi karibuni, mataifa makubwa yamekuwa yakitumia mbinu za kidigitali kama sehemu ya mapambano ya kisasa na kiusalama. Badala ya kutumia silaha za kawaida pekee, vita vya kisasa vinaweza kujumuisha mashambulizi ya kimtandao yanayolenga mifumo ya serikali, taasisi za fedha, kampuni za nishati na hata miundombinu muhimu ya taifa. Ndiyo maana kila madai ya udukuzi yanayohusishwa na taasisi kubwa kama FBI hupokelewa kama tahadhari kubwa.
Wataalamu wa usalama wanaamini kuwa hata kama Handala haikufanikiwa kudukua mifumo ya FBI kwa kiwango ilichodai, taarifa yake imefanikiwa kuvuka umakini wa dunia na kuibua mjadala kuhusu usalama wa teknolojia zinazotumiwa na serikali. Swali linalobaki ni je, Handala lina uwezo halisi wa kutekeleza vitisho vyake au ni sehemu ya vita vya kisaikolojia vinavyolenga kueneza hofu? Mpaka sasa mamlaka za Marekani hazijathibitisha madai ya kundi hilo, huku uchunguzi ukiendelea. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kutambua au kukamatwa kwa mwanachama wa Handala. Hatua hiyo imeonyesha jinsi mamlaka za Marekani zinavyochukulia kwa uzito vitisho vya kimtandao vinavyoweza kuhatarisha usalama wa taifa. Kadri mashindano ya Kombe la Dunia yanavyoendelea, macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa katika suala hili ili kuona kama madai ya Handala yatathibitishwa au yatabaki kuwa sehemu ya propaganda za mtandao. Je, wewe una maoni gani kuhusu madai haya? Unadhani Handala kweli limefanikiwa kudukua drones za FBI au ni mbinu ya kutengeneza hofu duniani? Andika maoni yako hapo chini. Usisahau kulike video hii, kujiunga na NAJ TV na kuwasha kengele ya taarifa ili kuendelea kupata habari na uchambuzi wa kina kutoka duniani kote. Mimi ni Abdul Majid, asante kwa kutazama. Bye bye.